Tumekuwa na somo lenye kichwa kinachosema yuko wapi Mungu wako? Yuko wapi Mungu wako? Na tumetazama mambo mengi, nisingependa kufanya marudio, lakini nikukumbushe jambo la jana kwa sababu bado tunaendelea nalo leo tena. Siku ya jana tulianza kutazama jambo hili ya kwamba kwenye kila kipindi cha mateso ambacho Mungu anaruhusu ukipitie, huwa anaweka na mlango wa kutokea ili kesho ulionayo isije ikaharibiwa na hicho kipindi cha mateso alichoruhusu ukipitie. Kwenye kila kipindi cha mateso ambacho Mungu anaruhusu ukipitie, huwa anaweka na mlango wa kutokea ili kesho ulionayo isije ikaharibiwa na hicho kipindi cha mateso ambacho Mungu ameruhusu ukipitie kimaisha. Na kwa wale ambao pengine ndio naanza kutufuatilia leo, tulianza kujifunza ya kwamba ili Mungu wako aweze kuonekana kwamba Mungu yupo, ana njia zake. Hafanyi kwa njia zetu, anafanya kwa njia zake. Na moja ya kanuni za ufalme au kanuni zake za kujijulisha au kujifunua kama Mungu wako ni njia ya mateso au kanuni ya mateso. Na tulisoma kwenye Kutoka 1:12 ya kwamba kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Na Mungu anafanya hivyo ili yeye apate kuonekana kwamba yeye ni Mungu na zaidi yake hakuna Mungu mwingine. Na kupitia hapo ndiyo tukaanza kutazama kwamba kwenye hicho kipindi cha mateso au cha majaribu au cha mapito ambacho Mungu anaruhusu ukipitie kimaisha, huwa anaweka mlango wa kutokea ili ile kesho ulionayo isiharibiwe na hicho kipindi ambacho unakipitia. Na jana tuliangalia Wakorinto wa kwanza ile sura ya 10 na ule mstari wa 13. Anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Alafu anasema pamoja na lile jaribu yeye atafanya na mlango wa kutokea. Na tuliangalia jambo la kwanza kwenye kipengele hiki, nikakwambia hata kama jaribu lako au kipindi cha mateso unachokipitia ni kigumu kiasi gani, Mungu atahakikisha kuna mlango wa kutokea. Kwa tuliishia hapo, tukapata nafasi ya kuomba jana. Nataka uandike pia jambo la pili kwenye mfululizo wetu ule wa jana. Andika pointi ya pili. Pointi ya pili, andika kuna wakati Mungu huwa anatumia mateso. Kuna wakati Mungu huwa anatumia mateso kukuandaa. Kuna wakati Mungu huwa anatumia mateso kukuandaa au kukupeleka mbele ya wengine ili upate kuhifadhi maisha ya watu. Kuna wakati Mungu huwa anatumia mateso kukuandaa au kukupeleka mbele ya wengine, kukupeleka mbele ya wengine au kukutanguliza mbele ya wengine ili upate kuhifadhi maisha ya watu, ili upate kuhifadhi maisha ya watu. Kuna wakati Mungu huwa anatumia mateso kukuandaa au kukupeleka mbele ya wengine ili upate kuhifadhi maisha ya watu. Neno kuhifadhi, andika neno kuhifadhi ni kuokoa au kuwa msaada kwa wengine.
Neno kuhifadhi maisha ya watu manake ni kuokoa maisha ya wengine au kuwa msaada kwenye maisha ya watu wengine. Na ukishamaliza kuandika macho ubaoni, mara nyingi watu wengi wanaofuatilia utumishi ambao Mungu amenipa kufundisha juu ya masomo ya familia, hasa wabeba riziki wa familia. Na karibia kila ofisi au kila familia, kila taasisi, kila kanisa lazima iwe na mtu ambaye anaitwa mbeba riziki wa familia. Na mara nyingi hao wabeba riziki wa familia, kuna wakati Mungu huwa anawapeleka mbele ya wengine, kwa sababu kuna mahali Mungu anajua kwamba kuna mahali familia itapita inahitaji aweko mtu aliyetangulia kwa ajili ya kusaidia wengine, kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya watu wengine. Ningekuwa na muda ningekuonyesha habari za Esther. Maandiko yanazungumza ya kwamba Esther alipata nafasi ya Vashiti, akaolewa na Ahasuero, na alipoingia kwenye ile ndoa wenzake walifurahia tu kwamba ameolewa na mfalme, lakini Mungu alikuwa amekwisha kujua kwamba kuna saa iko mbele yenu ambayo mtatakiwa kuuawa. Ili msiweze kuuawa, nahitaji nitangulize mtu kwenye hii serikali ya Ahasuero, ambaye kwenye hicho kipindi ambacho mtatakiwa kuuawa, huyu ambaye namtanguliza mbele yenu atahifadhi maisha yenu, au atakuwa msaada kwa ajili yenu. Atasimama kwa kutumia nafasi alionayo aweze kuwa msaada kwa ajili yenu. Kwa hiyo Mungu anafahamu, na anataka ujue kwamba moja ya fumbo ambalo Mungu ametupa ni kutokujua yaliyoko kesho. Tunaweza tukapredict, lakini hakuna anayejua yaliyoko kesho. Tunaweza tukaweka mipango, lakini hakuna anayejua yaliyoko kesho. Unaweza kaenda kulala leo na una mipango mizuri ya kesho, lakini kumbe Mungu anasema hutaamka, utapitilizia huko huko. Kwa hiyo hata umesoma kiwango gani, unaweza ukapredict tomorrow, lakini huwezi kujua kilichoko kesho. Unaweza ukapanga kitakachofanyika kesho, lakini huna uhakika wa kufika kesho. Aliyebeba uhakika ni Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu anajua kesho yako kuliko wewe unavyojua. Mungu anajua kesho ya taasisi yako kuliko wewe unavyojua. Mungu anajua kesho ya familia yako kuliko wewe unavyojua. Na kwa sababu hiyo kuna watu Mungu atawatanguliza waende mbele ya wengine kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Mwanzo 45 mstari wa 5. Mwanzo 45 na ule mstari wa 5 ni kuonyeshe. Mwanzo 45 na ule mstari wa 5. Mwanzo 45 na ule mstari wa 5. Utakuta akisema hivi, ule mstari wa 5 anasema, basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Sasa ili uweze kuelewa hii story, unaweza kaandika mstari wa 1 mpaka wa 5. Unaweza kaandika mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 5, au ukipata nafasi soma mpaka wa 8. Soma mpaka wa 8 ili upate hii picha vizuri. Na mimi ngoja nikusomee. Kama wenzetu wanaweza katuwekea ubaoni itakuwa vizuri kabisa ili tusome pamoja. Kitabu kile cha Mwanzo 45 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 8 anasema hivi, hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, mwondoeni kila mtu mbele yangu. Wala hakusimama mtu pamoja naye. Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze,
akapaza sauti yake akalia, na Wamisri wakasikia, watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado? Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu basi. Wakakaribia, akasema, mimi ndimi Yusufu ndugu yenu, ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa, mstari wa 5, basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, nayo na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala na kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Ule mstari wa 8 anasema, basi si ninyi mlionipeleka huku, ila ni Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Sema amen. Sema kwa sauti kubwa amen. Maandiko yanasema, my people perish because of lack of knowledge. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na nilianza kwa kusema moja ya masomo ambayo tumekuwa nayo, ambayo yametusaidia kwa kweli, yametufungua, na mimi nimekuwa mdau wa hayo masomo na nimeyafundisha sana tu, na bado nayafundisha. Ni masomo ya madhabahu za familia, laana za ukoo. Ni masomo mazuri, lakini kuna pointi fulani hivi hayatusaidii kwa undani sana kumjua Mungu. Na Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo haya masomo tumewafundisha watu, yanawatoa kwenye vifungo, na kwenye wokovu, maisha ya wokovu tunatoka hatua kwenda hatua. Kuna kipindi unahitaji tu kukaa na kujifunza ili upate kumjua Mungu, kwa sababu kuna watu wengi hawajawahi kujua, na inawezekana hujawahi kujifunza kipengele hiki cha leo, ya kwamba Mungu anaweza akakupeleka mbele ya wengine, anaweza akakutanguliza mbele ya wengine, anaweza akakutanguliza ukatangulia mbele ya ndugu zako, mbele ya taasisi yako, mbele ya familia yako. Anaweza akakupeleka mbele ya watu wengine kwa kusudi la kuhifadhi maisha ya watu. Na si watu wengi tumejifunza hili jambo, na si watu wengi tunalifahamu. Na kuna watu wengi Mungu akianza kutuchukua ili kutupeleka mbele ya wengine, huwa tunasema hii ni mizimu ya familia, hii ni madhabahu ya ukoo. Lakini kwa kweli Mungu anakupeleka mbele ya watu wengine. Na story ambayo nimekusomea ni story ya Yusufu. Wote tunafahamu mapito au mateso aliyoyapitia Yusufu. Na unaposoma Biblia, jaribu uvae viatu vya huyo mhusika, kwamba hivi hiki kilichomkuta huyu kingenikuta mimi, ningekuwa kwenye hali gani? Jaribu ufikiri Yusufu, ndugu zake wamemuuza kwenda Misri, na wakati wanamuuza wanamwambia kabisa kwamba tuone zitakuwaje ndoto zako. Na wakati wanamuuza, wao walikuwa na intention kwamba Yusufu anaenda kuteseka. Lakini baada ya Yusufu kufika Misri, tunajua kwamba alinunuliwa na Potifa, akapata cheo kwa Potifa. Baadaye akasingiziwa kesi ya kubaka, akaenda jela. Akiwa jela akakutana na wale wafanyakazi wa ikulu ya Farao, akawatafasiria ndoto, na baadaye mmoja akamconnect na ikulu ya Farao baada ya mheshimiwa Farao kuota ndoto.
na alipoenda kutafasiri ndoto ndio akapewa cheo cha waziri mkuu cha kuhifadhi chakula kwenye miaka 7 ya shibe, kwa sababu kulikuwa na miaka 7 ya njaa inayokuja. Sasa maandiko yanasema kile kipindi cha miaka 7 ya shibe ilipoisha, kikaingia kipindi cha miaka 7 ya njaa, na njaa ikawa kubwa sana kwenye dunia, na familia yake na yenyewe pia ikapita kwenye njaa, na ndugu zake ndio wakasema no, acha twende Misri, tumesikia kuna chakula. Kwa wakaenda Misri. Walipofika Misri, wanapokelewa na kijana mmoja handsome boy, haleluya, Yusuf, handsome boy kama teacher, haleluya. Mpiga makofi kwa Bwana. Raba shata ya dabasaka. Kwa hiyo walipofika Misri, wanamkuta mheshimiwa waziri mkuu wa Misri Yusuf. Maandiko yanasema yeye aliwatambua ila wao hawakumtambua. Kwa nini? Walikuwa wanajua habari zake zimeshafanyaje, zimeshaisha. Na sawa nakutana na Yusuf, Mungu ameshamtengeneza. Gempigia Yesu makofi mazuri. Kwa sababu watu wengi hawajui. Andika hii sentence itakusaidia. Andika, Mungu akiruhusu upite kwenye mateso. Mungu akiruhusu upite kwenye mateso, ukimaliza hicho kipindi yeye mwenyewe anakutengeneza na kukutia nguvu. Mungu akiruhusu upite kwenye kipindi cha mateso, ukikimaliza tu hicho kipindi yeye mwenyewe anakutengeneza, alafu anakuthibitisha, alafu anakutia na nguvu. Na hii imeandikwa kwenye maandiko, kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 10. Sijajua kama ndugu yetu anayemonta screen kama yupo, ili atuwekee ili andiko tusome. Kama hayupo basi tutasoma. Petro wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 10. Kama una Biblia fungua hapo tusome pamoja. Petro wa kwanza fungua tusome pamoja. Oh, thank you Jesus. Wote macho ubaoni tusome pale. Twende kwa sauti kubwa ehe. Simuona hata msomi. Aya, tusome kwa sauti kubwa, twende. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza, na kuwathibitisha, na kuwatia nguvu. Ngempigia Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo Mungu ndiye anayeruhusu tupite kwenye mateso, na hata kama shetani ndiye aliyeleta hayo mateso, lakini uwe na uhakika ameruhusiwa na Mungu, kwa sababu yeye kama yeye, shetani kama shetani, hana uwezo wa kugusa maisha ya mtu aliyemwamini Kristo, kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu. Na tunajua hata alipotaka kuharibu maisha ya Ayubu, alienda kuomba ruhusa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo nataka ufahamu, si kila mateso unayoyapitia ni shetani. Mengine Mungu anasema, na mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Huwa naulizaga hili swali kwamba kwa nini Mungu aingie gharama ya kututengeneza baada ya mateso, wakati angezuia mateso? Kwa nini aingie gharama? Si azuie tu tusiteseke ili asiingie gharama ya kututengeneza? Lakini anaruhusu tupite kwenye mateso, na anasema mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe anawatengeneza. Kwa hiyo Mungu mwenyewe, no matter umeomba kama Yohana Mbatizaji, no matter umenena kwa lugha, kipindi chako cha mateso kikiisha, yeye mwenyewe anakukarabati,
anakutengeneza. Na kipindi cha mateso kinaambatana na kusemwa maneno ya kila aina, kuchukiwa, kuondolewa kibali. Mungu akikutengeneza anaondoa yale maneno uliyosemwa mabaya. Wakati wanasema mbakaji, Mungu anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake. Kuna watu watainuka wanasema mbakaji huyu, mbakaji huyu, lakini Mungu amesha kutengeneza. Wewe sio mbakaji tena, Mungu wako ameonekana. Na kuna watu watasema tupate wapi mtu kama huyu. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo na Yusufu alipomaliza mateso, Mungu akamkarabati, amemtengeneza. Kwa sababu wasomaji wa Biblia tunafahamu, alipomaliza kipindi cha mateso, Farao alituma watu kumuita kutoka gerezani. Alipotolewa gerezani, cha kwanza kabla hajaenda ikulu, alienda kutengenezwa. Emsema alienda kutengenezwa. Utaniuliza alitengenezwaje? Cha kwanza alienda saruni, akanyoa. Kwenda saruni kunyoa, alikuwa anabadilishiwa identity, utambulisho wake, kwa sababu alikuwa na utambulisho wa gereza wa mfungwa. Lakini Mungu anamtengeneza. Kwenye process ya kumtengeneza, anambadilishia kwanza identity, utambulisho wake. Na mimi nakuombea kabla mwaka hujaisha, Mungu abadilishe identity yako kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo cha pili, baada ya kunyoa, Biblia anasema akabadilisha mavazi yake, akapelekwa showroom, akaambiwa Yusufu, chagua suti nzuri ya heshima, ya kiheshimiwa, na kiatu cha maana, na akapewa na kioo, jaribisha Yusufu. Kwa Yusufu anajaribisha pale, anajiangalia kwenye kioo, anaweka na pose, amenyoa, haleluya, anaweka na pose kwenye kioo, anageuka tena, asema oh yes. Naamini alianza riba shata manda raba shaka rima sata ya bashata. Kwa hiyo wakati ndugu zake wamekuja, wamekutana na kijana mmoja mtanashati, handsome boy, Biblia inasema Yusufu aliwatambua, lakini wao hawakumtambua. Baadaye Yusufu akawaza, nijitambulishe au ninyamaze kimya? Akasema no, watajuaje ya kwamba nina Mungu? Akajitambulisha kwao, akasema hello, ndugu zangu, mimi ndiye Yusufu ndugu yenu, yule ambaye mlimuuza miaka kadhaa imepita. Biblia anasema wote wakaingiwa na hofu. Ha! Wewe ni Yusufu? Yusuf. Ambia yes, mimi ndo ndugu yenu. Wakaanza kuingiwa na hofu. Na moja ya kitu kilichoingia kwenye mioyo yao, walijua kwamba wameisha. Walijua Yusufu atalipiza kisasi. Kwa wakaogopa sana. Na mstari wa 5, tuwekee Mwanzo 45 mstari wa 5. Angalia sasa, baada ya hawa ndugu zake wamepata hofu, angalia maneno Yusufu anawaambia. Tutasoma wa 5, wa 6, wa 7 na wa 8. Mwanzo 45 mstari wa 5, wote macho ubaoni. Kama husome kwa sauti, wewe sio Yusufu, ni ndugu zake na Yusufu. Haleluya. Tusome kwa sauti kubwa, twende. Soma kwa sauti kubwa. Mtumishi wa Mungu, rudisha wa 4, tusome wa 4 alafu ndio tusome wa 5. Itanoga vizuri. Tuanze wa 4 kwa sauti, twende. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia. Akasema, mimi ni Yusufu. Wameweka na koma. Mimi ni Yusufu. Nini kilichofuata? Ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Mstari wa 5. Basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsi zenu kwa kuniuza huku. Maana Mungu alinipeleka
mbele yenu kuhifadhi maisha ya nani? Maisha ya watu. Mstari wa 6, maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Mstari wa 7 kwa sauti, Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Mstari wa 8 kwa sauti kubwa zaidi, basi, msema basi, si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote, na mtawala katika nchi yote ya Misri. Sema amen. Alafu mwambie jirani, macho ubaoni. Sasa watu wa Mungu, niangalie mimi, tujaribu kudiscuss, tujaribu kutafakari hapa. Tuashumu tumuondoe Yusufu tukuweke wewe, yani muondoe Yusufu jiweke wewe. Haleluya, haleluya. Yani kwa mfano kwenye kwaya umepigwa mawe, umekataliwa, umesemwa vibaya, alafu kufumba na kufumbua unapewa uwenyekiti wa kwaya. Wale waliokusema vibaya lazima utawanyoosha tu. Uongo au ukweli? Uongo au ukweli? Tena utawaambia, tena utaongea Kisukuma, sasa mtajua kwamba mimi ndo mwenyekiti mimi ndo mwenyekiti mpya haleluya. Sasa mtajua, na unakikandamiza kabisa. Okay, acha wenyekiti wa kwaya, ndio umepewa uongozi ambao unaweza kumwambia mtu, amka, lala, fanya hiki. Uwe na uhakika watu kama hawa ndugu zake na Yusufu lazima utawanyoosha tu, na lazima watajua hawajui. Kwa sababu watu wengi sana, na nimeona hii ni shida ya Afrika, watu wengi sana tunatembea na roho ya vinyongo na visasi. Na wengine tumeokoka, na wengine tunasimama kwenye madhabahu na kuhubiri neno la Kristo, lakini mioyo yetu imejaa vinyongo na visasi. Na tunahubiri habari za msamaha, lakini sisi tumeshindwa kuishi maisha ya kuwasamehe wengine. Na tunatumia nafasi tulizonazo kukandamiza watu, kuwanyoosha watu wale waliotukosea au waliotutendea mabaya. Lakini hapa tuna cha kujifunza kwa Yusufu. Yusufu anawaeleza kitu ambacho ndicho tunachojifunza leo. Wale ndugu zake wanasema leo tumeisha, hata tulipizia kisasi huyu. Yusufu anawaambia no, msihuzunike ndugu zangu, wala msipate hofu kwa kuniuza huku. Anawaambia wala sio nyie mlionileta huku Misri, ni Mungu aliyenileta, alinipeleka mbele yenu ili nihifadhi maisha ya watu. Lakini jaribu fikiri, Yusufu anasema sio nyie mlionileta huku, lakini kwa kweli hawa ndugu zake ndio waliomuuza. Ila Yusufu hawaoni ndugu zake, anamuona Mungu katika yale aliyofanyiwa na ndugu zake. Ngesikia makofi mazuri na vigelegele. Rabashata yandabashendere basaya. Na hapa leo nataka nisikimbie, niende taratibu. Watu wa Mungu, kumwelewa Mungu ni kazi ngumu sana sana. Kuwaza Yusufu anasema sio nyie, lakini kwa kweli nyie ndio mlioniuza. Mlinivua kanzu, mlinichukia, mkanivua kanzu, mkanikamata, mkanizika nikiwa hai, mkanitoa, mkaniuza. Na tena mnasema na tuone zitakuwaje ndoto zake. Lakini leo wanakuja, Yusufu ni waziri mkuu wa Misri, wanaogopa kwamba watalipwa kisasi. Yusufu anawaambia no, wala msihofu,
wala hata msiingiwe na wasiwasi. Sio nyie mlionileta huku, ila ni Mungu alinileta wapi? Misri. Sababu ya kunileta Misri ni ili niweze kuhifadhi maisha ya watu na maisha yenu pia, kwa jina la Yesu. Ngesikia makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Gonga na jirani, mwambie wale waliokukataa sio wao, ni Mungu. Gonga na jirani kabisa, usimpe mkono, gonga naye, mwambie pale ulipokataliwa sio wale waliokukataa. Mwambie alikuwa ni Mungu, alitaka akupeleke uende ukahifadhi maisha ya watu. Hallelujah. Sasa wakati nimesoma hii story, nikajikuta tu nasema Kisukuma tu, Vangosha. Acha kabisa. Hata kama ni Mungu, sio kwa njia hii. Sasa sio kwa njia hii. Hata kama ananipelekapo huko kuhifadhi maisha ya watu, sio kwa njia hii. Nikatafakari kwamba okay, dear Jesus, dear God, hata kama unanipeleka kwenda kuhifadhi maisha ya watu, ndio unanipeleka kwa njia hii kweli? Ndio unanipeleka kwa staili hii? Haukuwa na njia nyingine, haukuwa na staili nyingine. Na ndio maana huwa tunasema every successful person has a painful story. Na ngoja nikwambie mtu wa Mungu, angalia hata kwenye familia, wale waliopita kwenye mabonde na milima, wale waliopita kwenye vita, magonjwa, kukataliwa, matimbiri ya kila aina kwenye familia, ndio ambao huwa Mungu anawabariki na wanakuwa baraka ya familia. Kumbe yale mateso ni Mungu huwa anawapeleka mbele ya watu ili wakahifadhi maisha ya watu. Ngesikia makofi mazuri na vigelegele. Gonga na jirani, mwambie Mungu anakupeleka ukahifadhi maisha ya watu. Na ndio maana kumwelewa Mungu ni kazi ngumu sana. Nilijaribu kuwaza hapa na watumishi, nataka tutafakari pamoja. Tuwaze Yusufu angekutana na watumishi kama sisi kabla hajawa waziri mkuu, is it? Alafu awasimulie au amsimulie mtumishi mapito yote, kuanzia anakataliwa, anavuliwa kanzu, anakamatwa, anatupa kwenye shimo, anauzwa kwenda Misri. Sasa hapo anamsimulia mtumishi kwamba nimefika Misri, Mungu akanisaidia nikapata kibali, lakini kufumba na kufumbua kile kibali nacho kikaharibika, nikatengenezewa kesi, nikapelekwa jela. Yani mtumishi, yani maisha yangu yamejawa na matukio, yani maisha yangu siyaelewi. Angemsimulia mtumishi kama sisi, uwe na uhakika tungesema kwa kweli hii ni madhabahu ya tungesema kwa kweli hii ni laana. Na unajua tungesemaje? Shika sadaka. Na tungekupa na bahasha ili tuvunje nini? Si kama unanielewa ninachokufundisha, punga mkono kama unanielewa. Lakini Yusufu, niliposoma hii story, alinitafakarisha sana, na akanisaidia na mimi kuwa na moyo wa kusamehe, kwamba kuna wakati tunawabeba watu, tunawachukia watu, kumbe hata wao ni watumishi wa nani? Watumishi wa Mungu. Kwa nini? Sio kwamba wanakuchukia, wanatimiza kazi ya utumishi, kwa sababu Mungu anakupeleka mbele ya wengine ili ukahifadhi maisha ya watu. Kwa hiyo ili uweze kwenda mbele ya wengine, lazima tu watatumia watu wako wa karibu. Watakuchukia, watakuuza. Mwambie jirani, watakuuza. Simwambie kistaarabu, mwambie watakupiga bei. Na saa umepigwa bei, utaenda, yani wanadamu, yani hawa wanadamu. No, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Haleluya, haleluya. Gonga na jirani, mwambie Mungu anakupeleka mbele ya watu ukahifadhi maisha ya wengine. Alafu mpigie Yesu makofi mazuri na vigelegele.
Sasa nataka tuangalie jambo hili la leo la pili kwa kuangalia mambo matatu, na Mungu anisaidie niweze kukusemesha mambo yote haya matatu. Jambo la kwanza andika. Jambo la kwanza andika, nini maana ya kupelekwa? Nini maana ya kupelekwa? Nini maana ya kupelekwa? Neno kupelekwa, kwa sababu Yusufu anasema ni Mungu alinipeleka mbele yenu. Neno kupelekwa andika, ni kitendo cha kutolewa mahali pamoja. Ni kitendo cha kutolewa mahali pamoja. Ni kitendo cha kutolewa mahali pamoja na kupelekwa au kuhamishwa na kupelekwa sehemu nyingine. Ni kitendo cha kutolewa mahali pamoja au kuhamishwa na kupelekwa sehemu nyingine. Neno kupelekwa ni kitendo cha kutolewa, kwa kuna anayekutoa. Kuna tofauti ya kujipeleka na kupelekwa. Anayekupeleka ni Mungu, sio wewe unajipeleka. Kwa hiyo daka hilo, hujipeleki wewe, anakupeleka Mungu. Na kama Mungu anataka akupeleke mbele ya wengine ukahifadhi maisha ya watu, atakuhamisha kutoka eneo moja, atakupeleka eneo lingine. Atakuchukua kutoka sehemu moja, atakupeleka sehemu nyingine. Na hapa kuna mambo mawili ambayo nataka uyaandike. Jambo la kwanza, kwenye hili neno kupelekwa kuna vitu viwili. Andika, kuna kutoka au kupelekwa kwa hiari. Kuna kutoka au kupelekwa kwa hiari. Wakati Mungu anakupeleka na wewe una hiari ya kwenda. Kuna kupelekwa kwa hiari, kuna kutoka au kupelekwa kwa hiari. Lakini jambo la pili, kuna kutolewa kwa nguvu bila hiari yako. Jambo la pili, kuna kutolewa kwa nguvu bila hiari yako. Kwa kuna ile unatoka mwenyewe kwa hiari, Mungu anakuambia toka. Kama vile Ibrahim, Mungu alipomwambia toka wewe, Ibrahim alitoka. Na watu wa Mungu, okay, wacha tusome Mwanzo 12. Andika Mwanzo 12, tusome Mwanzo 12 moja mpaka ule mstari wa 4. Alafu tutasoma tena Waebrania 1 mstari wa 8. Andika Mwanzo 12 ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Alafu Waebrania 1 mstari wa 8, na ndugu yetu atatuwekea tena ubaoni ili tusome. Na kipengele hiki cha leo itakuwa vizuri kishare linki ya leo, mtumie na mtu mwingine, itamsaidia. Atajifunza kitu kitakachompa amani. Hata beba tena watu, fulani alinichongea kwa bosi nikafukuzwa. No, sio yeye, ni Mungu alikuwa anakupeleka mbele ya watu wengine ukahifadhi maisha yao. Yani yule alinichongea, alinisemea vibaya. No, sio yeye. Yeye alikuwa anafanya tu sehemu ya utumishi wake. Kwa sababu kuna mahali unatakiwa utolewe, upelekwe sehemu nyingine, whether unapapenda au upendi. Mungu kuna kitu amekusudia ukahifadhi maisha ya watu. Haleluya. Tunaomba Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Wote macho ubaoni. Wote macho ubaoni, sema amina. Mmetolewa, mbona mseme amina? Sema amen. Mmeshatoka au bado mpo? Haya, tusome kwa sauti kubwa, twende. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Mstari wa 2, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo ili awe baraka ya wengine lazima afanyeje? Atoke.
Sema lazima utoke. Sema kwa sauti kubwa, lazima utoke. Mstari wa 3 tuweke. Soma kwa sauti kubwa, twende. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mstari wa 4 kwa sauti. Basi Abraham akaenda. Rudia tena kwa sauti. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye, naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Haran. Kwa yeye alipoambiwa toka ili aende akahifadhi maisha ya watu, akawe baraka ya watu wengine, alitoka kwa hiari. Haleluya. Angalia Waebrania 1 mstari wa 8. Tunaomba Waebrania 1 mstari wa 8. Ni 11, I'm sorry. 11:8. I'm sorry. Waebrania 11 mstari wa 8. Angalia Waebrania 11. Ili tunapojifunza kwamba Ibrahimu alipoambiwa toka, akatoka. Haikuwa rahisi kama unavyofikiri. Haikuwa rahisi. Naomba tusome pale kwa sauti kubwa, wote kwa sauti kubwa. Najua mna sauti kwenye umbea, mnatoaga sauti, ila kusoma neno waone. Haya, toa sauti, twende. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa, cha kwanza alifanyaje? Sema aliitika. Sema kwa sauti, aliitika. Baada ya kuitika akafanyaje? Atoke aende mahali atakapopata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Sema kwa imani. Sema kwa sauti kubwa, kwa imani. Alipoitwa aliitika, akatoka asijue aendako. Lakini alipoambiwa toka, hakuhitaji kujua kwamba huko na kuenda kuna kitanda, kuna ndugu, nitakula nini, nitaishije. Lakini as long as Mungu amesema toka, maandiko yanasema imani ilimsaidia kutii. Akatoka asijue aendako, lakini alimwamini yeye aliyesema toka wewe. Lakini kuna watu wengi ambao Mungu anajua kesho ulionayo, ya kwamba si tu kwamba imebeba kesho yako, imebeba na kesho ya taifa hili, imebeba na kesho ya ndugu zako, imebeba na kesho ya familia yako. Na ili uweze kuwa baraka kwa familia yako, Mungu anakuja na kuambia toka wewe. Unaanza kujiuliza, tena unaongea kizalamo, natoka naenda wapi? Huko niendapo nitaishije? Kuna watu wako nipokea, watanielewa, itakuwaje? Kwa hiyo kuna watu wengi Mungu akishawaambia toka, au akitaka kuwatanguliza waende mbele ya watu wengine wakawe baraka, wanataka assurance ya kule Mungu anapowapeleka. Wanataka uhakika kwamba huko unakotaka niende kuna mahali nitakapoishi, kuna watu watakaonipokea, kuna watu watakaonielewa. Lakini Mungu akisema, neno lake limehakikishwa. Haleluya. Na akishaona haujatoka kwa utayari, atakutoa kwa nguvu. Mwambie jirani, atakutoa kwa nguvu. Na walio wengi tumetolewa kwa nguvu. Tujuane tuliotolewa kwa nguvu. Haya, gonga na jirani anayesubiri kutolewa kwa nguvu. I don't know kama kuna mtu ananielewa jioni ya leo. Kuna mtu ananielewa? Okay. Kuna kitu I feel like kusema, lakini anyway, ngoja niseme tu kwa hekima. Ngoja niseme kwa hekima. Kuna mahali fulani nilikuwa nafanya kazi. Fanya kazi miaka ya kutosha, na walikuwa wanalipa mshahara mzuri kabisa, na palikuwa na neema.
na mimi kibinadamu nisingetamani nitoke hapo. Lakini ghafla Mungu akaanza kunisemesha kwamba muda wako wa kukaa hapo umeisha. Toka, kuna mahali nataka nikupeleke. Sasa Mungu yeye anakuambia tu toka uende mahali nitakako kuonyesha. Sijui utalala wapi, hakuambii. Utapata nguo za kuvaa, hakuambii. Utakutana na watu watakao kupokea, hakuambii. Yeye anakuambia tu your time is over. Kwa nikaanza kufanya reasoning. Sasa nikitoka hapa kwenye hii kazi itakuwaje? Uko na kuenda ndio itakuwaje? Unajua akili za kibinadamu zinapiga mahesabu ya kibinadamu. Mwisho wa siku nikasema kwa kweli, sitoki. Mtu wa Mungu, kilichokuja kunipata, Mungu alinitoa kwa nguvu. Alinitengenezea bonge la tukio, akanigombanisha na mkurugenzi wa hapo, na akanidimoti. Wakati natoka, nikatoka na nungunika. Yani watu wengine wana roho mbaya. Wana roho mbaya. Lakini baadaye Mungu akaniambia no, sio roho mbaya. Nilikwambia toka wewe, lakini hukunielewa. Nilitaka uende mahali ukahifadhi maisha ya watu, lakini hukunielewa. Kwa sababu hukunielewa na hukuwa na imani kwenye nilichosema, nililazimika kukutoa kwa tukio, kwa nguvu. Na ndio maana kuna watu tunang'ang'ania watu ambao muda wao kwenye maisha yetu umeisha. Ili Mungu atuachanishe nao, anatuachanisha nao kwa maumivu na machozi. Anakugombanisha nao. Na anakugombanisha na mtu, kisha achana unatafuta nimemkosea wapi, uoni. Mungu anataka uende mahali ukahifadhi maisha ya watu. Wanaonielewa angepiga makofi mazuri. Hallelujah. Sasa swali linakuja, uwe kama Ibrahim, Mungu akisema toka utoke, au usubiri akutoe yeye? Tazama uliyekaa naye, mwambie unasubiri Mungu akutoe yeye. Mwambie unasubiri Mungu akupeleke yeye mbele ya wengine. Mungu akikupeleka, hakupeleki kwa hiari yako. Whether you like or not, atakupeleka tu. Ukifika mbinguni, kakae na Yusufu. Kwa namna Yusufu alivyokuwa anapendana na baba yake. Ngoja nikuonyeshe, andika Mwanzo 37. Andika Mwanzo 37. Mwanzo 37 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mwanzo 37 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Na ndugu yetu atatuwekea ubaoni, tusome pale. Mwanzo 37 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Fungua pale tusome. Okay. Tusome wote kwa sauti kubwa, twende. Simuona hamsomi. Mnasubiri Mungu hawatoe kwa nguvu. Haya, tusome kwa sauti, twende. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Mstari wa 2. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Biliha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Mstari wa 3 kwa sauti. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote. Maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Mstari wa 4 kwa sauti kubwa. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Kitu gani nataka nikuonyeshe hapa? Kwamba Yusufu katika watoto wa mzee Yakobo wote,
yeye ndo alipata kibali kwa nani? Kwa Baba. Kwa jinsi ya kibinadamu, kwa kibali alichokuwa nacho kwa baba yake, kumwambia kwamba dogo, toka hapa kwa baba, unaenda Misri. Alafu pia na historia ya Misri, kibinadamu asingetoka. Tuko pamoja? Kibinadamu asingefanyaje? Asingetoka. Kwa sababu watu wengi huwa tunapenda comfort zone. Ukishaenda kwenye ofisi ukapendwa na bosi, hata Mungu akisema hausikii tena kwamba nikitoka kwa huyu bosi nani nitapata naye nipenda tena. No, Mungu akisema toka, hakikisha unatia anachosema. Na kwa jinsi ambavyo Yusufu alikuwa anapendana na baba yake kibinadamu, hata kama ningekuwa mimi nisingetoka. Na ndio maana Mungu alipoona huyu bwana mdogo hawezi kuelewa, akaamsha roho ya hasira na chuki ndani ya ndugu zake. Na ndugu zake wakamuuza, wakampeleka Misri. Na Misri sio pabaya kwa kila mtu. Misri ilikuwa ni mahali pa ndoto ambayo Yusufu aliiota. Ilikuwa ni mahali pa ndoto alizoota kutimia. Lakini pia ilikuwa ni mahali ambako Mungu atamtumia kuhifadhi maisha ya wengine. Lakini anafikaje Misri ukimwacha Yusufu kwa mapenzi yake yeye, kwamba Yusufu nenda Misri? Hata mimi nisingeenda. Tujuane ambao tusingeenda. Tujuane tu kwamba mtumishi na mimi nisingeenda Misri. Mwenyewe niende? Punga mkono basi, acha mambo hayo. Haleluya. Kwa Mungu anajua huyu jamaa whether anapenda au hapendi, nitampeleka tu. Anakupeleka kwa njia gani? Kwa njia ya mateso. Mwambie jirani, kwa njia ya mateso. Sema kwa sauti kubwa, kwa njia ya mateso. Andika pointi ya pili, andika pointi ya pili. Andika pointi ya pili. Andika, mara nyingi Mungu huwa anawapeleka watu mbele ya wengine kwa nguvu, kupitia matukio au mateso, kutokana na hali ya kuridhika mapema iliyoko kwenye moyo wa mwanadamu. Mara nyingi Mungu huwa anawapeleka watu kwa nguvu. Mara nyingi Mungu huwa anawapeleka watu mbele ya wengine kwa nguvu, kupitia matukio au mateso. Mara nyingi Mungu huwa anawapeleka watu mbele ya wengine kwa nguvu, kupitia mateso au matukio, kutokana na hali ya kuridhika mapema iliyoko kwenye moyo wa mwanadamu. Andika Ayubu 42 na ule mstari wa 20 na Ayubu 23, samahani, Ayubu 23 mstari wa 10. Ayubu 23 na ule mstari wa 10. Mara nyingi Mungu huwa anawapeleka watu mbele ya wengine kwa nguvu, kupitia matukio au mateso, kutokana na hali ya kuridhika mapema iliyoko kwenye moyo wa mwanadamu. Ayubu 23 mstari wa 10. Wote naomba macho ubaoni, tutasoma kwa sauti kubwa. Macho ubaoni. Ayubu 23:10, macho ubaoni. Tusome kwa sauti kubwa, twende. Ongeza sauti, twende. Lakini yeye aijua njia niiendeayo. Akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Rudia tena kwa sauti kubwa, twende. Nitatoka kama dhahabu. Kwa maneno mengine, anaijua kesho yako, anajua destiny yako, anajua destination yako. Na ndio maana nataka unisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Kuna watu tuko hapa
ambao Mungu ametubebesha kesho ambazo zimebeba kesho ya wengine. Ile kwamba unajua au hujui, uwe na uhakika kuna kitu Mungu amekubebesha kwa ajili ya watu wengine. Na yeye alikuumba kwa makusudi. Na ndio maana Ayubu anasema lakini yeye. Angalia hiyo sentensi ilivyoanza. Lakini yeye aijua njia niiendeayo. Wale mliosoma Kiswahili, kama ukukimbia darasa la Kiswahili, sentensi yoyote ikianza na neno lakini, maana yake kuna taarifa nyuma ambazo zimeshaongelewa, na neno lakini linawekwa ili kuongezea information zaidi ya neno lililosemwa nyuma. Kwa hiyo hapa nasema lakini yeye aijua njia niiendeayo. Lakini ili niweze kufika mahali na koenda, lazima kwanza atanijaribu. Na akiisha kunijaribu, nitatoka kama dhahabu safi. Bwana asifiwe. Haleluya. Andika haya mambo. Nikieleza kama cherehani unaweza usielewe. Andika kwenye huu mstari, kuna vitu kadhaa. Cha kwanza, andika Mungu anajua unapoenda. Mungu anajua unapoenda. Kwenye mabano andika your final destination. Mungu anajua mahali unakoenda. Kwenye mabano your final destination. Hatima yako anaijua. Destination yako anaijua. Your final destination anaijua. Cha pili andika Mungu anajua njia atakayotumia kukufikisha kule unakoenda. Mungu anajua njia. Mungu anajua njia atakazotumia kukufikisha anapokupeleka. Cha tatu, andika kutoka mahali Mungu anapokutoa na mahali Mungu anapokupeleka kwenye final destination. Cha tatu, kutoka mahali Mungu anapokutoa na mahali Mungu anapokupeleka kwenye mabano your final destination. Hapa katikati, andika hapa katikati utapita kwenye vituo vidogo vidogo. Hapa katikati atakupitisha kwenye vituo vidogo vidogo ambavyo sio mwisho wa hatima yako. Kutoka mahali Mungu anapokutoa na mahali Mungu anapokupeleka your final destination. Hapa katikati atakupitisha kwenye vituo vidogo vidogo, lakini sio mwisho wa kule anapokupeleka. Sio mwisho wa hatima yako, ila ni vituo vidogo vidogo ambavyo Mungu atakuwa anakupitisha kwa makusudi maalum. Kwa makusudi maalum. Na jambo la nne hapo chini andika kwenye kila kituo kidogo Mungu atakachokupitisha, ana kitu anachotaka ujifunze kama maandalizi ya kule anapokupeleka. Kwenye kila kituo kidogo ambacho Mungu atakupitisha, ana kitu anachotaka ujifunze kwa ajili ya hatima ulionayo, kwa ajili ya mahali anapokupeleka. Kuna kitu anatamani kwenye hicho kituo kidogo ulichopita, anatamani ujifunze kwa ajili ya kule anapokupeleka. Na watu wa Mungu, kwenye haya maisha, hakikisha hata siku moja hauruhusu moyo wako kujidharau. Hata kama unapita mahali pagumu, usikubali moyo wako ujidharau. Lakini pia kwenye haya maisha, hakikisha hata kama Mungu amekubariki au kukuweka mahali pa juu kiasi gani, ufundishe moyo wako kutokuwadharau wengine. Hata yule anayefagia ofisini kwako, ufundishe moyo wako kumheshimu. Ufundishe moyo wako kumheshimu, kutokumdharau, kwa sababu hakuna aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Hayupo. Kila aliyezaliwa, na as long as anaishi, na as long as ana Mungu, uwe na uhakika kuna mahali Mungu anampeleka. Kuna mahali Mungu anampeleka,
na kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anamuwazia huyo mtu. Na mimi nataka ufahamu wewe unayenisikiliza, maisha ni foleni. Ile kwamba kuna mtu ametangulia kupata haina maana wewe una mikosi, haina maana wewe una bahati mbaya. Mungu aliumba maisha yawe hivyo, ya kwamba maisha yawe foleni, awepo atakayetangulia kupata, lakini haina maana na wewe hautapata. Na wewe siku yako ipo kwa jina la Yesu. Na huyo unayemdharau ambaye hajapata leo, na yeye siku yake ipo kwa jina la Yesu. Na mimi nakuombea, never give up. Usiruhusu kujikatia tamaa. Never doubt yourself. It is just a matter of time. Wakati wako na wewe unakuja. Wakati wako wa kuinuliwa na wewe unakuja. Wakati wako na wewe wa kupata heshima unakuja. Wakati wako wa biashara kuchanua unakuja. Wakati wako wa kuolewa na wewe unakuja. Wakati wako wa kupandishwa cheo na wewe unakuja. Maisha ni foleni, na wale waliokudharau kuna siku watakusalimia kwa heshima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sema amina kama unanielewa. Usikate tamaa. Haleluya. Lakini pia jambo lingine ambalo nataka ulifahamu kwenye haya maisha, usikubali kukaa kwenye vibaraza na watu kumsema mtu ambaye ana Mungu ndani yake. Eti kisa kwa sababu ya mahali anakopita, eti kisa biashara yake imekufa leo, eti kisa leo kazini hana kibali, eti kisa ameolewa na bado hajabahatika kupata mtoto, eti kisa hana kibali kama cha kwako, eti kisa hana connection kama ya kwako. My dear, usikubali kukaa vibarazani na kumdiscuss mtu ambaye ana Mungu ndani yake, unless Mungu amekwambia huyo mnayemdiscuss ndio final destination yake. Lakini kama Mungu hajakwambia ndio final destination ya huyo mnayemsema asubuhi mpaka jioni, my dear, Mungu bado anafanya yasiyowezekana kwa jinsi ya kibinadamu. Mungu bado anabariki watu. Mungu bado anainua watu. Mungu bado anawapa neema watu. Na huyo mnayemdiscuss, inawezekana kesho Mungu anampa neema. Inawezekana kesho Mungu anamuinua. Inawezekana kesho Mungu anampa jina. My dear, kama Mungu hajakwambia ni final destination ya huyo mtu mnayemsema, jifunze kutokukaa kwenye vibaraza vya watu na kuwasema watu, unless hawana Mungu ndani yao. Unless Mungu amekwambia hapa ndio mwisho, biashara yake haiwezi kuinuka. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Mshunami, alichekwa kwa sababu alikuwa tasa, ameshazeeka. Lakini my dear, kufumba na kufumbua, yule Mama Mshunami, Mungu alifungua tumbo lake la uzazi na akazaa kwenye uzee wake. Na wale waliokuwa wanamdiscuss, Mungu aliwanyamazisha kimya. Na ndivyo atakavyowanyamazisha wale wanaokusengenya asubuhi mpaka jioni. Mungu anaenda kukufanyia jambo ambalo litawanyamazisha kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sema amina kama unanielewa. Mungu bado anabadilisha maisha ya watu. Mungu bado anatenda, afanye na kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ningesikia washinde wanaomshangilia Bwana. Piga makofi ya kueleweka. Punga mkono namna kama mnanielewa. Kwa hiyo nachotaka niseme hapa tunapokaribia kumaliza, kwamba kutoka mahali Mungu anapokutoa na mahali anapokupeleka final destination, hapa katikati kuna vituo vidogo vidogo utavipita. Kwa mfano, niangalie mimi nikiwa nataka niende pale madhabahuni, angalia namna walivyotuwekea ngazi. So tuseme hizi ngazi ni vituo vidogo vidogo. Kwa hiyo kuna wakati nitapanda kwenye hii ngazi ya kwanza, sio final destination, ni kituo kidogo. Tunaenda sawa? Na kwenye hichi kituo kitakuwa na mambo yake. Baadaye tena atakupeleka kituo kingine cha pili kidogo.
sio final destination, ni kituo kidogo. Baadaye tena atakupeleka kituo kingine. Hiki kinaweza kikaonekana kama vile ni kikubwa, lakini bado hujafika. Tunaenda sawa? Sasa kuna mwingine akifika kwenye hiki kituo, angalau ni kidogo kuliko hivi viwili, anasema dear Jesus thank you, naamini nimefika. My dear, hujafika bado. Atakupeleka kituo kingine, unaona hiki ni kikubwa kuliko vilivyotangulia. Ni rahisi ukasema umeshafika, lakini bado ni kituo kidogo. Atakupeleka tena kituo kingine, na baadaye atakupeleka final destination. Sema amina kama mnanielewa. Sasa wanadamu tulio wengi, tukishafika kwenye hivi vituo vidogo, kuna mahali unaweza ukafika ukarelax na ukaona kama vile ndio umeshafika. Lakini Mungu anasema no, hiyo sio final destination, kuna mahali bado nakupeleka. Utaniuliza, mtumishi unasema nini? Yusufu alipouzwa na ndugu zake akafika Misri, kuna kituo kidogo kinachoitwa kwa Potifa. Emsema kwa Potifa. Andika Mwanzo 39 1 mpaka 6. 1 mpaka 6. Na utakuwa mstari wetu wa mwisho kwa leo. Tunakaribia kumaliza. Mwanzo 39 mstari wa 1 mpaka wa 6. Alafu baada ya hapo tutasoma wa 7 mpaka ule wa 20, lakini tutasoma michache kuanzia mstari wa 7. Tunaomba tuwekee mtumishi wa Mungu. Mwanzo 39 1 mpaka 6. Wote macho ubaoni tunapokaribia kumaliza. Aya, tusome kwa sauti kubwa, twende. Sio Ayubu, Mwanzo 39. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 39. Tunakaribia kumaliza, uwe na amani. Mwanzo 39 mstari wa 1. Twende kwa sauti kubwa. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Mstari wa 2, twende haraka haraka kwa sauti. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Mstari wa 3, bwana wake akaona ya kuwa Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Mstari wa 4, Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia. Naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Mstari wa 5 kwa sauti kubwa, soma. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akambariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Mstari wa 6 kwa sauti kubwa, twende. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Na Yusufu alikuwa mtu mzuri, mwenye macho mazuri. Ukisikia nasema handsome boy Yusufu, ni kwa sababu alikuwa na macho mazuri. Haleluya, sema amina. Sasa angalia mstari wa 7. Angalia mstari wa 7. Muona walivyoanza mstari wa 7? Tusome kwa sauti kubwa, twende. Ongeza sauti basi. Ikawa baada ya mambo hayo. Mambo gani? Yale tuliyosoma kwamba alipofika Misri amepata kibali, si ndio? Kila alichofanya kinastawi, is it? Sasa baada ya mambo hayo, ndio ili sakata la kutamaniwa na mke wa Potifa ambalo lilimpeleka jela ndio likainuka. Haleluya. Andika hii sentence tunapomaliza, vingine tutaendelea kesho. Andika, kwenye kila kituo kidogo ambacho Mungu atakupitisha, atahakikisha ameweka na jaribu
ili usije ukaridhika hapo. Kwenye kila kituo kidogo ambacho Mungu atakupitisha, atahakikisha ameweka na jaribu, au atahakikisha ameweka mateso hapo, ili usije ukaridhika wakati hujafika unakoenda anapokupeleka. Kwenye kila kituo kidogo ambacho Mungu atakupitisha, hata kama ni kituo kizuri kivipi, lakini ni kidogo, ataweka na jaribu hapo. Kwa sababu mioyo ya wanadamu huwa inaridhika mapema. Na Yusufu alipofika kwa Potifa, amepata cheo na kila analofanya linafanikiwa, akalirelax, akasema thank you Jesus, sijateseka kama walivyokusudia. Mungu ninakushukuru. Mungu akasema, dogo, hujui mimi nakupeleka ukahifadhi maisha ya watu. Hapa nimekupitisha ni kituo kidogo, ujifunze kitu cha uongozi. Kwa Potifa Mungu alimpitisha Yusufu ajifunze kitu cha uongozi. Na ndio maana usizalau kituo kidogo Mungu anachokupitisha. Kuna kitu anataka ujifunze hapo. Hata kama hicho kituo kidogo huyo mtu anakutesa, inawezekana Mungu anataka tu akufundishe uvumilivu. Hakupitishi kwenye kituo kidogo kwa bahati mbaya. Kuna kitu anataka ujifunze kwa ajili ya mahali anapokupeleka. Tunaenda sawa? Kumbuka Yusufu Mungu alikuwa anampeleka kwenye nafasi za kisiasa, lakini yeye sio mwanasiasa, hana maandalizi. Kwa hiyo ilibidi apitishwe kwa Potifa, na yeye akaona kama vile ameshafika. Mungu alipoona Yusufu ameridhika, akaleta jaribu, akaleta mateso. Na ndio maana hata baada ya Yusufu kuwa waziri mkuu, hauoni akienda kulipa kisasi kwa mke wa Potifa. Kwa nini? Alijua yote aliyoyapitia ni Mungu alikuwa anampeleka mbele ya watu, ili akahifadhi maisha ya nani? Ya watu. Haleluya. Sema amina kama mnanielewa. Pointi ya tatu ya mwisho, andika, katikati ya hiyo njia ya mateso aliyoitumia kukupeleka mbele ya wengine, atahakikisha kuna mlango wa kutokea ili watu wapate kumjua Mungu wako. Katikati ya hiyo njia ya mateso aliyotumia Mungu kukupeleka mbele ya wengine, atahakikisha kuna mlango wa kutokea. Sasa hapa ndiyo Mungu wako anaonekana. Atahakikisha kuna mlango wa kutokea. Kwa hiyo anaruhusu pite kwenye mateso. Watesi wanasema ameisha, lakini hawajajua mawazo ya nani? Ya Mungu, kwamba hata wao walitumiwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo katikati ya hayo mateso anaweka na mlango wa kutokea. Wao wanajua umeisha, lakini Mungu anakufanyia mlango wa kutokea. Alafu unakutana nao saa hiyo, wewe ni baraka, unatakiwa uwasaidie, wako katikati ya njaa, wanaogopa kwa waliokufanyia. Wewe unaambia msiogope, Mungu ndiye aliyenipeleka mbele yenu ili kuhifadhi maisha ya watu. Uwe na uhakika watasema, huyu ni mtu wa namna gani? Huyu jamaa na Mungu. Kama huna Mungu, lazima tu utalipa kisasi. Na mimi ninakuombea leo, yeyote aliyekukataa, yeyote aliyekufanyia jambo baya, yeyote aliyekuchukia na akakubroko, leo ninatamka neema ya Yusufu iwe juu yako. Mungu akukutanishe na hao waliokukataa kwenye kipindi ambacho Mungu ameshakuinua, ameshakupa neema, na unatakiwa uwe baraka kwenye maisha yao. Mungu akukutanishe nao saa ambayo ameshakuinua, saa ambayo utahifadhi maisha yao. Na wao wakiingiwa na woga, utawaambia, no, Bwana alinipeleka mbele yenu ili nikahifadhi maisha ya watu. Na mimi natamka baraka juu yako. Acha ukahifadhi maisha ya watu kwa jina la Yesu. Nasema acha ukahifadhi maisha ya familia kwa jina la Yesu. Wako wapo wanaonielewa hapa? Acha ukahifadhi maisha ya ndugu zako.
Acha ukahifadhi maisha ya wanakwaya wenzako. Acha ukahifadhi maisha ya taasisi yako. Wako wapo wanaokubali kupelekwa na Mungu hapa. Sema amina kama unanielewa. My dear, wala usimkasirikie mtu, wala usimchukie mtu. Na ukitoka hapa watangazie msamaha. Maana sio wao, ni Bwana alikuwa anakupeleka mbele ya watu. Wako wapo wanaosema amina hapa. Sema amina kama unanielewa. Watu wa AIC, haleluya. Wangapi ambao tumepelekwa na Bwana hapa? Wangapi wanaosema sio wao waliokuwa wananitendea mabaya, ila ni Mungu alikuwa ananipeleka mbele ya wengine kuhifadhi maisha ya watu. Sema amina kama unanielewa. Inuka, gonga na watu watatu. Waambie usimkasirikie mtu wala usimchukie mtu. Tafuta watu watatu, gonga nao. Toka mahali ulipogonga na watu watatu. Waambie usimkasirikie mtu. Mwambie usimchukie mtu. Ndugu yangu, ni Bwana alikuwa anakupeleka mbele yao ukahifadhi maisha ya wengine. Haleluya. Pamoja na hilo jaribu, atafanya na mlango wa kutokea. Maana ana kazi na maisha yako. Pamoja na hayo mateso, atafanya na mlango wa kutokea. Maana ana kazi na maisha yako. Pamoja na hayo machozi unayolia leo, atafanya na mlango wa kutokea. Maana ana kazi na maisha yako. Never doubt yourself. Never cry. Usilie tena. No tears again. No more tears again in the name of Jesus. Hautalia tena. Bwana akufute machozi kuanzia leo. Wako wapo wanaosema amina hapa. Akupeleke mbele ya wengine ukahifadhi maisha ya ndugu zako, ukahifadhi maisha ya watesi wako, ukahifadhi maisha ya familia yako. Na kuna saa ambayo watamshukuru Bwana ya kwamba bora ulizaliwa mtu kama wewe kwenye hiyo familia, bora ulikuja mtu kama wewe kwenye hiyo taasisi. Wanaohifadhi maisha ya wengine hapa wangemshangilia Bwana kwa vigelegele. Sema amen. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Shika na sadaka yako. Anatengeneza ushuhuda. Kandarabashaterebasai. Rekatayandabasheterebosa. Najua Bwana unatengeneza njia. Inua mikono juu na hiyo sadaka. Unatengeneza njia kwa ajili ya. Najua Bwana, najua Bwana unatengeneza njia. Unatengeneza njia kwa ajili ya. Nyanyua ya sadaka, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa uaminifu wako. Naomba unirehemu, naomba unisamehe nilipowabeba watu kwa sababu ya mabaya walionifanyia. Sikujua Bwana kwamba ni wewe unawatumia ili uweze kunipeleka mbele ya wengine ili nihifadhi maisha ya watu. Baba, naomba unisamehe. Leo ninawaachilia, leo ninawasamehe katika jina la Yesu. Kwa sadaka hii naomba unifanyie mlango wa kutokea ili upate kujulikana kwamba wewe Mungu upo na unafanya zaidi ya niwazayo, zaidi ya niombayo, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu napokea neema jioni ya leo. Napokea neema jioni ya leo ya kuhifadhi maisha ya wengine kwenye siku ya taabu, kwenye siku ya dhiki. Sema Bwana, nibariki
ili niwe baraka kwa ajili ya wengine. Ikubali sadaka hii, itakabali sadaka hii katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Washindi waseme amen. Washindi waseme amen. Haleluya. Basi tumtolee Mungu matoleo. Praise wimbo.